Bana, mambo vipi? Uhari gani mwanafamilia wangu wa kimichezo? Karibu tena katika dawati la habari za kimichezo. Tujuzane zile taarifa ambazo zimeweza kugonga vichwa vya kimichezo ndani ya mipaka ya Tanzania, lakini pia bila kusahau nje ya mipaka yetu ya Tanzania. Kubwa zaidi ni uweze kusubscribe hapo katika maandishi ambayo yameandikwa subscribe, kisha itatokea alama ya kengele. Tafadhali bonyeza kengele hiyo, hapo utakuwa umefanikisha kuweka njia rahisi kabisa ya wewe kupata taarifa zote za kimichezo pasi na kuhangaika huku na kule ukitafuta ama kusaka taarifa kamili ambazo zimefanyiwa uchunguzi kwa 100%. Karibu. Maana taarifa kubwa zaidi katika uga wa kimichezo ni juu ya uelekeo wa fainali ya pili la kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo mwenyeji wa mchezo huo atakuwa ni Simba Sports Club akimkaribisha RS Berkane kutoka pale nchini Morocco, ambapo katika fainali ya kwanza tuliweza kushuhudia Simba Sports Club akiweza kupoteza mchezo huo kwa idadi ya mabao 2-0. Lakini hii leo nakuletea taarifa mpya kutoka kule visiwani Zanzibar. Je, ni taarifa gani hiyo? Basi endelea kusalia hapo hapo na unifuatilie mwanzo mpaka mwisho, tukafahamu ni kipi ambacho kimeweza kujiri huko visiwani Zanzibar, kwani tunafahamu tayari wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kusafiri toka tarehe 21 kuelekea huko visiwani Zanzibar kufanya maandalizi ya mchezo huo ambao Simba atahitaji ushindi ili kuweza kubakiza kombe la shirikisho barani Afrika hapa nyumbani. Basi moja kwa moja tukaangazie taarifa hiyo kwa makini, ambayo ni taarifa mpya ya majeruhi ama wachezaji ambao watakwenda kukosa moja kwa moja mchezo huo wa fainali ya pili wa kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa tukumbuke mchezo wa kwanza ambapo tuliweza kumshuhudia Abdirazak Hamza akishindwa kuendelea na mchezo katika dakika za mwanzo kabisa. Baada ya hapo aliweza kufanyiwa substitution na nafasi yake kuchukuliwa na mchezaji mwingine, lakini mchezaji ambaye katika safari ya kwanza kule nchini Morocco hakuweza kusafiri na timu ni Aishi Saru Manula, naye nitakuletea taarifa yake hapa. Je, atacheza ama itakuwaje? Lakini pia bila kumsahau Ayubu Lakredi ambaye pia naye hakuweza kusafiri na timu kule nchini Morocco. Sasa katika kuelekea fainali hii ya mkondo wa pili ya hapa nchini Tanzania kule visiwani Zanzibar, ambapo Simba anahitaji alama muhimu ama ushindi mabao muhimu zaidi ya 3 ili kuhakikishia kupatikanaji wa kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa moja kwa moja tukaangazie nyota ambao wataukosa mchezo huo effectively katika fainali hiyo ya kombe la shirikisho. Mmoja ya mchezaji ambaye ataukosa mchezo huo ni Mzamiru Yasin Seremba, ambaye pia toka awali tulipata taarifa yake kuwa ni majeruhi, ambapo ataweza kukosa moja kwa moja mchezo huo wa kombe la shirikisho, lakini pia atakuwepo katika uvaji wa medali baada ya fainali hiyo kumalizika. Lakini pia Ayubu Lakredi, mmoja wa magolikipa ambao walikuja nchini Tanzania mwanzo alianza vibaya, lakini baadaye mashabiki wengi wa klabu hiyo waliwezidi kumuelewa Ayubu Lakredi, lakini bahati sio kwa nzuri. Hivi sasa wanaye Musa Pimpin Kamara ambaye ameonyesha ubora mkubwa zaidi na kuwalipa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye ataokosa mchezo huo ni Hussein Abel, na tukumbuke katika mchezo wa kwanza hakuweza kusafiri na timu, hivyo Hussein Abel atakuwepo lakini hatoanza katika mchezo huo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia taarifa njema, katika mchezo wa kwanza tulimshuhudia Abdirazak Hamza akishindwa kuendelea katika mchezo huo, lakini taarifa rasmi kabisa ni kwamba amefanya mazoezi na wenzake tarehe 21 ya mwezi wa 5 kujiandaa na fainali hiyo ya kombe la shirikisho. Hivyo katika mchezo wa tarehe 25, hapa nikimaanisha katika siku ya fainali, Abdirazak Hamza
ataweza kutumika ama atakuwa katika mfumo wa mwalimu Fadlu Davis kutumika katika fainali hiyo. Hivyo ni machaguzi ya mwalimu Fadlu Davis kuanza na Abdirazak Hamza ama Che Manol Fondo, kwani katika upande wa Chamu ambaye amekuwa akionyesha ubora mkubwa toka alipopata nafasi ya kuweza kutumikia katika nafasi ya backline wa nyuma, amekuwa akionyesha ubora mkubwa na akiwalipa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, anakipambania nembo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, hiyo ndo taarifa rasmi kutoka kule visiwani Zanzibar na muhusu Abdirazak Hamza, lakini baadhi ya wachezaji ambao wataukosa mchezo huo kutokana na majeraha yao, lakini wataenda kuhusika moja kwa moja katika uvaji wa medali, kwani tukumbuke katika siku ya finali wachezaji wote hata wale majeruhi wanaruhusiwa kuvaa medali. Bana, yapi maoni yako hiyo taarifa hii? Lakini pia usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza. Hadi wakati mwingine, bye bye.